Bwana, kama ulivyojua ni kusogezea hii Stellenbosch kutoka pale South Africa watafika huku siku ya kesho na watafikia hapa Dar es Salaam, na wakishafika hapa ndo watajiandaa na safari kuelekea kule visiwani Zanzibar kuwakabili Simba Sports Club kwenye mchezo wa kwanza wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na Stellenbosch ni timu ambayo of course wengi mnaijua, tumeshaieleza sana huko nyuma. Lakini moja ya vitu ambavyo vitawa surprise wengi ni kwamba jana walicheza mechi yao ya mechi ya kwenye ligi dhidi ya Mazulu ya pale South Africa, na kwenye ule mchezo bwana Stellenbosch walishinda kwa bao 1-0. Lakini kilichowashangaza wengi ama kitu ambacho kinawaumiza vichwa wengi ni kwamba kwenye mchezo ambao Stellenbosch alishinda bao 1-0 dhidi ya Mazulu FC ya pale South Africa, kwenye huo mchezo kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi cha Stellenbosch, na wachezaji wengi hawakuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwenye kikosi wachezaji watano wa kikosi cha kwanza cha Stellenbosch hakuwepo kwenye mchezo huo wa jana dhidi ya Mazulu ambao walipata ushindi wa 1-0, na hawa ni wachezaji ambao waliwekwa maalum kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba. Na hii inakuonyesha namna gani ambavyo Stellenbosch kama team wapo very serious, yani wako serious sana, wana hamu ya kuja kuwafunga Simba kwenye dimba la Benjamin Mkapa. So wanachokiangalia ni kupata zaidi matokeo, na ndio maana wamepumzisha wachezaji watano kwenye mchezo dhidi ya Mazulu FC. Na unajua za Mazulu ni moja ya timu bora sana pale South Africa, na wengi nafikiri tunaijua, ni miongoni mwa timu ambazo pia kusajili wachezaji wazuri kutoka Tanzania ikiwemo Rally Bwalia, nyota wa zamani wa klabu ya Simba. Baada ya kutoka Simba alisajiliwa na Amazulu ya pale South Africa na alicheza pale kwa muda mrefu kabla ya kurudi nyumbani kwao pia. Lakini pia kama unakumbuka Victorian Adebayo, nyota wa Singida Black Stars ambaye kuna window na klabu ya Simba, wakati ambao Simba anataka kumsajili, moja ya vitu ambavyo vilisababisha wakashindwa kumpata ni pamoja na fedha nyingi ambayo alikuwa amewekewa na Amazulu. Na kwenye mchezo bwana walipoteza dhidi ya Stellenbosch. Stellenbosch inakuonyesha namna gani ambavyo wamejipanga vizuri, kwamba pamoja na kwamba wamepumzisha wachezaji watano kwenye kikosi chao cha kwanza, lakini bado wameenda kupata matokeo mazuri ya ushindi. Manake wanakuja kucheza dhidi ya Simba wakiwa wametoka kucheza mechi ngumu ya ligi na wamepata matokeo ambayo ni mazuri. Hii inakupa picha ya namna gani ambavyo wao kama klabu pia wamejiandaa kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo wanaweza kukutana nazo uwanjani, lakini pia nje ya uwanja. Hii ni timu ambayo ina setup nzuri sana ya kiuchezaji. Ni timu ambayo pia wachezaji wake wengi physically wako fit, yani wana uwezo mkubwa sana kiasi kwamba once unawapa chance wanaweza kukuadhibu kwenye mazingira yoyote yale. Kwa ni timu ambayo hupaswi kuipa nafasi kwa namna moja ama nyingine, na of course tumeshaianalyze sana hiyo timu. Lakini issue kubwa ni kwamba wanakuja kesho, na wakija kesho watafikia Dar es Salaam kabla ya kuruka kwenda visiwani Zanzibar. Sasa bwana, kitu ambacho ni very interesting ni kwamba wanaweza kuja Dar es Salaam na wakapumzika kidogo kama siku 2, lakini haijulikani kwamba wataenda kufanya mazoezi kwenye kiwanja gani. Lakini pia mpaka sasa haijulikani kwamba watafika Zanzibar watafanya mazoezi kwenye kiwanja gani. Maana ni timu ambayo bado mambo yake wameyafanya kwa siri kubwa sana. Hata hiyo kuja kesho of course inajulikana kwa sababu lazima wapokelewe, wapewe vifaa vya usafiri na nini. Lakini tayari walishatuma watu wao ambao wanaandaa usafiri wao, na tayari wameshaandaa basi lao, wameshaandaa hoteli ambayo watafikia na watakaokaa kwa hizo siku ambazo watakaa hapa Dar es Salaam kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar. Leo ni tarehe 16, kuna siku 2, kuna siku 4 kuelekea siku ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo kuna uwezekano akalala hapo akaondoka hata Ijumaa, inawezekana kabisa. Kwa ni wao wenyewe ndio wataamua kwamba wanaweza kuondoka muda gani, lakini mpaka hivi sasa ni kwamba wao wanachokihitaji ama kitu ambacho wanakitazamia ni kuhakikisha kwamba wanakuja kupata matokeo ambayo ni mazuri so far. Kwa hiyo I believe kwamba wana mipango mizuri na lengo lao kubwa hasa ni kuja kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ambayo ni mazuri. So I believe kwamba mipango imekaa sawa sana, maana Simba wanapaswa kujipanga vizuri, kwa sababu inaonekana kila kitu chao wamekipanga kwenye njia nzuri. Kila mipango yao yote wameiarrange vizuri sana, na wanahakika kwamba wanakuja Tanzania kwa ajili ya kupata alama 3. Nimejaribu pia kuwasiliana na baadhi ya wachezaji. Lesiba Nkuu, nyota ambaye pia alikuwepo kwenye kikosi cha Amazulu, kikosi cha Marumo Gallants. Jaribu kuwasiliana naye pia, nimechachata naye kidogo, lakini ananiambia uko comfortable zaidi na wanajua vizuri Simba, na ambacho wao wanakitaka ni kuhakikisha kwamba
wanashinda dhidi ya Simba. Hakuna kitu kingine ambacho wanakihitaji zaidi ya ushindi. Manake wao wamejipanga kwa ajili ya kupata matokeo mazuri kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa next time nitawapa sauti. Nimemwambia nirekodie kidogo audio au video aeleze namna ambavyo ana feel kwenye soka la Tanzania. Kwa hiyo soon kama atanitumia, mimi nitawekea pia hapa muone, msikilize kile ambacho anakizungumza. Lakini the team wana morali ya hali ya juu sana na wanaamini kwamba wana uwezo wa kuwafunga Simba pale Benjamin, pale uwanja wa Amani Zanzibar, lakini pia wakapata matokeo ambayo ni ya ushindi. Na moja ya vitu ambavyo wanaviamini navyo ni kwamba walikuwa naihofia sana Simba Benjamin Mkapa, lakini sio kule Zanzibar. Wanaamini kwamba kwa kule Zanzibar nao pia wako ugenini kama ambavyo Simba wako ugenini. So hakuna mtu ambaye ni mwenyeji. Ni mwenyeji kikanuni, lakini watu wanaenda kutumia kiwanja ambacho hakuna mtu ambaye amekuwa akitumia mara kwa mara. Na kweli mara mwisho Simba kutumia ule uwanja ilikuwa ni mechi dhidi ya Azam FC. So ni muda mrefu kidogo, unazungumza mechi ambayo ilichezwa ya duru la kwanza. Kwa hiyo wanaamini kwamba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo mazuri. So tusubiri tuone nini kinaenda kutokea, lakini kesho watashuka na wanashuka kwa tahadhari ya hali ya juu sana. Wameshaandaa usafiri wao wenyewe, wameshaandaa hoteli yao wenyewe, na wanakitika hapa watakaa siku 2 kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar. Lakini pia kuna uwezekano wakashuka na kuondoka pia kwenda Zanzibar, lakini mpaka sasa wanataka mazoezi yao yakafanyike kwa siri na hakuna mtu ambaye atajua.